Mwalimu, nimesoma nikasema. Umesoma. Wala wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu wanapata uzima kwa jina lake, wasioamini wanahukumiwa. 3:6 wana inasema mwaminie mwana wa Mungu yuna uzima wa milele. Twende. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Hawa Waislamu wanamuita Yesu kuwa mtoto wa nani? Ibnu Maryam. Mtoto wa Maryam? Wa Maryam. Sasa wacha ni watie shuoni na walimu wao wakija wapite katika hiyo hoja. Tuko pamoja kabisa. Na usikiliza hoja atakayepita. Mimi najua hayupo Muislamu duniani anaweza jibu hoja ya Mkristo. Hayupo. Napatikana. Si huyu Deda, si Anwar. Hawa wote ni wazee wa vilaka hawa. Wanawadanganya tu na maneno tu yao hawa. Lakini hoja, naomba usikie. Hoja nitakaiweka uone kama watajibu. Kitu cha kwanza, msomaji, ndio Waislamu wanaamini manabii 124 walituma na hara. Sawa kabisa. Wana manabii 25 wameandikwa ndani ya Qur'an. Ndani ya Qur'ani. Hoja ya kwanza, nabii yupi katika Waislamu mnaomwamini aliyepewa kitabu amewahi fundisha Mungu hana mwana na Yesu si mwana wa Mungu? Katika manabii wote mnao. Muhammad peke yake ndio tunamtangaza sio nabii wa Mungu. Si ati tafadhali, sio nabii wa Mungu kwa mujibu wetu sisi. Kwa maana manabii wote walikiri Mungu ana mwana, Yesu ni mwana wa Mungu. Hata mitume walikubali, mitume wa Yesu walikubali. Mtume Muhammad aliyekuja baada ya mitume kufa akasema Mungu hana mwana sababu hana mke. Wanangojea tutafutie Mungu mwana azae. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesu alisema baba yake nani? Mungu. Baba yake nani? Mungu. Sasa nimeuliza katika manabii, si mko hapa na vitabu, si wako hapa na walimu? Ndio. Na wauliza nabii mmoja amewahi sema Mungu hana mwana? Hana mwana. Wanasema katika Qur'ani 9:30. 9:30 wanasema Wayahudi walisema Ezra ni mwana wa Mungu. Sawa? Soma hiyo. Inasema hivi katika Qur'ani 9:30. Ndio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Wayahudi wanasema nani? Uzairi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Subiri. Kumbe Wayahudi walisema Ezra ni mwana wa nani? Mwana wa Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Wayahudi si Torati? Ndio. Si kulikuja Zaburi? Ndio. Ya Daudi? Ndio. Daudi alipinga hiyo? Hapana, hakupinga. Yesu aliposema mimi ni mwana wa Mungu, Muhammad akaja kupinga. Kwa hivyo Muhammad ndio mpinga Kristo. Ndio mpinga Kristo. Kwa Kiarabu anaitwa Masihi Dajjal kabisa. Endeni polisi ama mnipige mawe. Mimi nimesema hiyo kwamba kwa Kiarabu Masihi Dajjal ni mpinga Kristo. Na Yesu alisema mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Muhammad akasema Mungu hana mwana. Akampinga nani? Akampinga Yesu Kristo. Kwa hivyo yeye ni Masihi Dajjal. Kama unangojea atiaje? Ndio huyo ashakuja. Msomaji, mwalimu, huyu mwana wa Mungu sasa nisaidie Yohana. Umefika? Niko hapo. 5:43. 5:43 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi katika 5:43 kitabu ni cha Yohana. Safi. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Ati nini? Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Baba yake Yesu anaitwaje? Anaitwa Allah. Anaitwaje? Anaitwa Allah. Na Yesu amekuja kwa jina la Allah. Na Yesu anaitwa Ibnullah, mwana wa Allah. Akaja na jina la baba yake, ambaye baba yake ni Allah. Kwa hiyo Yesu akiitwa Allah anaitika ni jina la baba yake. Kufa. Hapo ndio kusikia hiyo. Kufa. Wewe. Kufa. Hapo ndio kusikia hiyo. Simeandikwa. Kwani nimeandika? Nimeandika. Sherehe nimesoma.
nimesoma hiyo andiko tuvute, kwa sababu nyinyi mnakataa. Iwezekani mmekuja mkaipata, mtakufa muiache. Ndio andiko, usifikiri mtaigeuza. Msemaji, mwalimu, kwa hivyo Yesu amesema amekuja kwa jina la baba yake. Sasa Yesu sasa anaitwa Mungu kwa sababu baba yake ni nani? Ni Mungu. Amechukua jina la nani? La baba yake. Na baba yake ni nani? Allah. Sasa tunauliza, wewe Yesu sasa ulizaliwa na Allah lini? Unajua ukienda Somali useme hivyo. Nini vile sasa nyinyi sasa mumesaidiwa na hawa. Munaangalia karau kidogo, munaelewa. Kidogo tu mmebaki kuwabatiza. Hiyo si kitu kwanyu hiyo. Lakini nikisubutu niende Somali niseme hivyo, ni shati mtaruka, si mimi. Hawajastahimili hiyo, lakini nyinyi mnastahimili. Dakika hizo mbili. Msomaji, mwalimu, Yohana 8:56. 8:56 kitabu cha Yohana. Ndio. Biblia inasema hivi katika 8:56. Mpaka 58. Inasema hivi. Ndio. Inasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Maliza. Naye akaiona akafurahi. Kumbe Ibrahimu alimuona nani? Alimuona Yesu akafurahi. Ukiuliza Waislamu, Ibrahimu na Yesu, nani mzee? Watasema Ibrahimu. Lakini Yesu anasema nani mzee? Yeye ndiye mzee kuliko Ibrahimu. Alafu unasema tu mnajua. Hivi kitu. Soma. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Twende. Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, kabla yeye Ibrahimu asija kuwako. Kumbe kuna wakati Ibrahimu hakuweko na Yesu alikuwepo. Sasa mimi naomba Waislamu, wakati huo Ibrahimu alikuwa hayuko na Yesu alikuweko, alikuwa mwana wa Mariam ama alikuwa nani? Jibuni hapa Misri. Nipige shahada. Ubutu. Wezi. Nasikia ho. Niko na maswali mbili katika hoja. Jibuni saa hii. Nitoe shahada hapa. Lakini nimeona huyu Mkikuyu hajui Kiswahili hata chembe. Kwa sababu kuna vitu viwili vinampatiza. Na kwa hizo vitu viwili vinampatiza. Yohana 5:43, nimeweke sawa. Amesema Yesu amekuja na jina la baba yake. Hakuja na jina la baba yake, alikuja kwa jina kwa. Nimekuja kwa basi. Mimi ni basi? Hapana. Mimi ni basi? Hapana. Nimekuja na basi, maana yake nimebeba basi. Ama sio hivyo? Soma 5:43. Unajua huyu. Sasa anabadilisha maneno, neno na kwa inamsumbua. Ikiwa ngeli tu inamsumbua na matamshi inamsumbua, atajua Biblia huyu? Wewe rudi shule. Soma hiyo kwanza. Yohana 8. 5:43 Yohana. 5:43. Soma hiyo nifundishe lugha kwanza. Inasema takbir. Kwanza nifundishe lugha kwa sababu watu wa Central wana shida ya matamshi. Wana shida. Unajua? Soma hiyo. Hapa ni sisi watu wa Garissa tuko karibu na Coast. Ninyi mko mbali sana. Soma hiyo. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Rudia tena. Mimi nimekuja kwa jina. Nimekuja na jina la baba yangu. Hakuna na hapo. Hiyo na hakuna baba, tafuta ingine sio. Takbir. Na manabii wote walikuwa wanakuja kwa jina la Mungu. Hakuna aliyekuja kwa jina la shetani. Yuko? Hakuna. So hiyo sio tatizo. So ni lugha tu ilikuwa inakusumbua. Wewe tafuta kahawa siku moja tukunywe, nitakufundisha hiyo matamshi. Haina shida. Sasa turudi sasa kwenye maandiko. Akaja akasema Yesu baba yake ni Mungu. Kwa hivyo Yesu baba yake ni Mungu, na akarudia sana na akasema Waislamu mwamini hilo. Mimi nauliza Qur'ani, je, wewe Yesu ulipozaliwa ulizaliwa ukiwa na baba? 3:45 Qur'ani, soma hiyo. Ninasema mwalimu. 3:45. Ninasema sikiliza Yesu mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasemaje alipozaliwa? Je, alizaliwa akiwa na baba? Wewe unasema amezaliwa Yesu baba yake ni Mungu. Sasa sikiliza na kuweke sawa hapo. Soma. Bismillahirrahmanirrahim. Inasemaje? Kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, naam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema ya kumzaa mtoto bila ya mume. Endelea. Bali kwa kutamkwa neno tu. Bali kwa kutamkwa neno tu.
litokalo kwake. Kukwambia saa. Sikiliza wewe Ndacha, Mungu anamwambia Mariamu ni neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa. Ukazaa pasina kuingiliwa. Ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu. Takbir. Kwa hivyo Isa amezaliwa na Mariamu pasina Mariamu kuingiliwa na mume yoyote. So ukisema Yesu baba yako ni Mungu, basi wacha nikufundishe huyo Mungu ni nani. Yohana 1:45, baba yake Yesu ndio huyo. Ndio hiyo. Nakupa baba yake Yesu ndio. Ndani ya Qur'ani kitabu cha Allah, Isa ibn Maryam Muislamu kuna baba? Hakuna. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu faaminu billahi wa rasuluhu. Nyinyi mnasema Yesu baba yake ni Mungu, wacha tuulize Biblia inasema Yesu baba yake ni nani? Soma hiyo. Hiyo ni Biblia katae leo. 1:45. Filipo akamwona Yesu na Nathanaeli. Akamwambiaje? Tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Taurati. Kumbe Musa aliandika Taurati, akasemaje? Na manabii wakasemaje? Yesu ni nani? Yesu ni nani? Mwana wa Mungu wa Yusufu. Kumbe manabii wote wanajua Yesu ni mwana wa nani? Yusufu. Wewe tu hapo unajua Yesu ni mwana wa Mungu. Toa andiko moja ndani ya Taurati. Musa anasema Yesu ni mwana wa Mungu, na kwa sahihi Mkristo. Sahihi. Hata mimi tunamjengea kanisa kile sisi. Anasikizia manabii. Kumbe manabii walisema Yesu ni mwana wa Yusufu. Na ni Biblia hiyo. Wewe ndio utuambie Yusufu ni Mungu na kuongezea dozi. Na kuongezea hii ni 1 times 2. Nimekuongezea moja na kuongezea pili. 6:42 asubuhi na jioni hiyo. 6:42 Yohana. Soma hiyo na kuongezea dozi. 6:42 Yohana. Hii ni 1 times 2. Nimekupa moja na kuongezea pili. Na ukipiga kelele na kudunga sindano. Soma hiyo. Inasemaje? Wakasema huyu Yesu si yule seremala. Huyu siye. Anza tena. Soma vizuri. Huyu siye Yesu. Mwana wa nani? Wa Yusufu. Kumbe babake Yesu anaitwa nani? Yusufu. Sasa njoo tuambie unaabudu Yusufu ndo Mungu wako. Baba yake. Huyo ndo baba yake. Futa hiyo. Sasa sisi kwa Waislamu tunaamini hiyo sasa ni kufri ya Biblia. Wanasema Yesu ni mwana wa Yusufu na Yusufu ndo Mungu wa huyu Ndacha. Tunajua anaabudu binadamu, hiyo tunaelewa kabisa. Huyu ni mushrik kwa kuabudu binadamu, hatuna shida hiyo. Sasa Waislamu wanaamini Yesu ni mwana wa nani? Wanasema Isa ibnu. Biblia inakubali na kataa. Marko 6:3. Sawa, Marko 6:3. Kwa wale wanafuata maandiko. Inasemaje? Na Biblia. Inasema kitabu cha Marko. Naam. 6:3. Inasemaje? Je, huyu si seremala? Huyu si ni Yesu yule seremala? Bwana. Ati nini? Bwana. Wa nani? Wa Mariamu. Kumbe Yesu ni mwana wa nani? Mariamu. Hiyo ndo kauli ya haki. Nyinyi mnakataa. Sasa ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, hakuna katika Biblia mahali Yesu alisema mimi ni mwana wa Mungu. Hakuna, abadan, hakuna. Ni watu wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Akatoa Yohana 21:26. Soma hiyo. Soma hiyo ni sawa. Yohana 20:31. Yohana 20:31 ilitoa. Soma hiyo. Inasemaje? Lakini hizi zimeandikwa. Nani kaandika? Ili mpate kuamini ya kwamba. Ati nini? Ili mpate kuamini ya kwamba. Imeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Unaona, wameandika wakisema Yesu ni mwana wa Mungu. Swali, hao walioandika ni kina nani? Ama sio Waislamu? Kwani kile kiandikwa unaamini? Si lazima utafute. Sasa imeandikwa, huyu bwana akaamini. Imeandikwa na nani? Imeandikwa na mtu anaitwa Yohana. Yohana kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume 4:13. Soma hiyo. Niko tayari mshakuzika hiyo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana aliandika. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, naam, na kujua kuwa Petro na Yohana walioandika Yesu ni mwana wa Mungu, na kujua